Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena. Tumepata neema, Mungu ametuamsha salama Alhamisi ya leo. Na mimi naomba nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha Pambazuko hata siku na Bwana. Na kabla tujaangalia mstari wa leo, naomba tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa wema na rehema zako. Umetupigania na kututunza sana Bwana katika siku ya leo Alhamisi. Nasi ni maombi yetu kwamba tujalie katika tafakari ya asubuhi tupate nguvu ya kuendelea mbele kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Asante. Mstari ambao nimesukumwa tuangalie kwenye ratiba yetu ya asubuhi ya leo unatoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura 39. Mwanzo 39 aya ya 21 hadi aya ya 23. Mwanzo 39:21 mpaka 23 inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyefanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililomo mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alhamisi ya leo nataka tuangalie juu ya nguvu ya kibali. Nguvu ya kibali, kukubalika. Neema ya kibali kwenye maisha ya mtu. Ukisoma habari hizi ambazo tumezisoma, ni kwa uchache sana unaona kwa habari ya maisha ya Yusufu. Tunajua ya kwamba Yusufu alikuwa ni moja kati ya watoto wa mzee Yakobo wa Israeli. Tunajua ya kwamba Yusufu alipata kibali kwa baba yake mzee Yakobo. Lakini tunajua kwamba pia Yusufu aliingia kwenye chuki na ndugu zake kwa kuwa Yusufu alipendwa na baba yake. Maana nini? Yusufu alipata kibali kwa baba yake. Ninyi mnajua ya kwamba katika maisha na safari za Yusufu ilifika wakati alipotumwa akawatembelee ndugu zake malishoni. Ndugu zake wakamkamata, wakavua ile kanzu aliyopenda baba yake, wakamtupa kwenye birika, na baadaye walikotoka kumuua, baadaye wakagairi, wakaamua kumuuza kwa Waishmaeli ili apelekwe kuuzwa kwenye mataifa mengine. Na mnajua kwamba Waishmaeli wakamchukua Yusufu, wakaenda naye mpaka Misri, wakamuuza mladani, na akanunuliwa katika nyumba moja ya mtu mmoja aitwa Potifa, mkuu mmoja wa kikosi cha askari na cha usalama huko Misri. Na mnajua kwamba akiwa kwa Potifa akamfanya kuwa mfanyakazi wake wa shughuli zake zote za kampuni zake za Potifa. Na akiwa kwa Potifa, Yusufu akapata kibali kwa Potifa akaacha mambo yote kwenye mikono ya Yusufu. Akafanya kazi yake yote Yusufu. Na katika kufanya kazi kwa Yusufu, mke wa Potifa akamtamani Yusufu kimapenzi na akataka kumbaka Yusufu. Tunaona Yusufu akakimbia mke wa Potifa, na ndipo baadaye akatengenezewa kesi kwamba alitaka kumbaka mke wa bosi. Na hiyo kesi hainaga kusikilizwa, ni moja kwa moja jela. Kwa hiyo akaingia jela. Sasa ndipo kusomea ni kipande ambacho Yusufu sasa ameingizwa jela. Unaona kitu ambacho kilikuwa pale. Anasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Na akamfanyia, akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Nazungumzia kwa habari ya nguvu ya kibali kwenye maisha ya mtu. Nguvu ya kibali kwenye maisha ya mtu. Ukitazama kitu ambacho Yusufu kinamtokea, Yusufu alikuwa ugenini. Huku aliko yuko Misri. Huyu ni Mwebrania, ni ugenini, hajuani na mtu yoyote Yusufu. Lakini angalia jambo la ajabu sana, anapoingia gerezani, Mungu akawa pamoja na Yusufu.
Mungu akamfadhili Yusufu na Mungu akampatia kibali. Yusufu akapata kibali, yani akakubalika mbele ya mkuu wa gereza, na mkuu wa gereza naye pia akampa Yusufu mamlaka, pengine tungeita leo nyapala. Nyapala yule ambaye anasimamia wafungwa wenzie, akampa mamlaka kwa wafungwa wengine ndani ya gereza, ili Yusufu apate kuwaongoza wafungwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na watu hapa ambao wanapitia nyakati ambazo ni kama hawaelewi hivi, lakini kuna jambo moja ambalo nataka tuliangalia asubuhi ya leo. Tumuombe Mungu aachilie juu yetu neema ya kibali. Ndugu yangu, kibali kinakupa kukubalika popote. Ukiwa na kibali kwenye maisha yako, utakubalika popote. Utakwenda kwenye kampuni, utapata kibali. Ukiwa chuoni, utapata kibali. Kwenye familia yako utapata kibali. Kanisani utapata kibali. Kibali ni nguvu ya baraka. Kibali ni mlango wa baraka kwenye maisha ya mtu. Kibali ni mlango wa baraka kwenye maisha ya mtu. Ni mlango wa kuheshimiwa kwenye maisha ya mtu. Ni mlango wa kuinuliwa kwenye maisha ya mtu. Kibali ndio mahali ambapo kwenye shina la mambo yote ambayo yanataka kufanikiwa kwenye maisha ya mtu. Na adui anajua namna ya kuiba kibali. Watu wengine wanaita nyota huko duniani. Anasema huyu ana nyota kali sana. Tunaita kibali. Kibali ndiyo mzizi, ndiyo shina la mafanikio yote kwenye maisha ya mtu. Na adui akitaka kuua maisha yako, anakuja kuua kibali chako. Hukubaliki nyumbani. Yaani kuna watu hata kwa watoto wao hawakubaliki. Yaani kuna watu ambao hadi mtoto wake wa kumzaa mwenyewe anamdharau, hamkubali. Anamuita mdingi. Sio anaitwa mdingi. Ndio jitafute kidogo hapo. Lakini nini? Ni vile ambavyo shetani amemuondolea mtu kibali. Haonekani popote. Hata afanye kitu kwa uzuri namna gani, atakutwa tu atasukwa. Hapati ile relief, hapati kuheshimiwa. Kwa nini? Kibali kinakupa nguvu ya kuheshimiwa, kinakupa nguvu ya kukubalika, nguvu ya kusikilizwa, nguvu ya kutawala, nguvu ya kuongoza, nguvu ya kuelekeza. Wako watu leo adui ameua kibali chao. Wana CV nzuri, wana vipawa, wana uwezo mzuri, lakini wameua kibali chao. Adui ameua kibali. Na wakati pia ni wewe mwenyewe pia umeua kibali. Yako mambo ambayo unaweza ukayafanya yakaua kibali. Moja kati ya mambo ambayo ukifanya unaua kibali, Yusufu lilimkuta akalikimbia. Uzinzi. Mambo ambayo yanaua kibali kwenye maisha ya mtu, moja hayo mambo ni uzinzi. Uzinzi unaua kibali kwenye maisha ya mtu. Na shetani wakati anamtumia mke wa Potifa, haikuwa issue ya tamaa, ilikuwa ni issue ya shetani kutaka kupanda kuua kibali cha Yusufu kwenye maisha yake. Kwa nini? Wewe fikiria, anafika Misri, ananunuliwa, anapelekwa nyumbani kwa Potifa, anakuwa mkuu kwenye nyumba ya Potifa, anasimamia kila kitu. Unaona vile ambavyo Yusufu popote anapokanyaga Yusufu pana stawi. Kwa nini? Ndani yake kuna kibali. Na mimi naongea na watu asubuhi ya leo ya Alhamisi ya kwamba ili uweze kufikia kwenye kesho yako, lazima umuombe Mungu atengeneze kibali chako. Ukimwangalia maisha ya Yusufu, popote alipofika aliachilia kibali. Angalia, akiwa gerezani watu wanaota ndoto, wanatafasiria na inakuwa kweli. Na unaona sasa, kwa kuwa Yusufu alikuwa na kibali. Angalia kwenye kitabu hicho cha hiyo Mwanzo 41 kule aya 41, unaona wakati Farao ameota ndoto, akatafuta namna ya kusaidika, akakosa. Ndipo akaambiwa kuna kijana mmoja Mwebrania yuko gerezani, huyo bwana akimpata atamsaidia mfalme. Anapokuja Yusufu anafasiri ndoto kwa jina la Yesu. Na unaona Farao mara baada ya kumwona Yusufu, angalia aya 40 anasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamvika pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na akamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake.
Jamani, huyu alikuwa mtumwa. Huyu sio Misri, ni Mwebrania huyu. Ni kwa nini haya yote yafanyike? Kwa sababu ana kibali. Kwa hiyo alipata kibali kwa Potifa. Kwanza alipata kibali kwa baba yake, ndugu zake wakamkasirikia, akauzwa, akapata kibali kwa Potifa, akapata kibali kwa mkuu wa gereza. Lakini angalia, hata alipoingia ikulu pia akapata kibali kwa rais au kwa mfalme wa nchi ya Misri, akapata kibali. Anasema Farao akavua pete yake ya muhuri, maanake akavua mamlaka yake, akampa mamlaka yote Yusufu. Ninaongea na mtu ambaye hapa anapitia mambo ambayo haelewi, anafanya vitu, amesoma, ana CV nzuri, lakini hakubaliki popote. Anaingia kazini, anasokwa sungwa tu, anafanya kazi kwa bidii, anajituma, watu hawaoni bidii yake. Ngoja nikwambie, adui ameiba kibali chako. Na moja kati ya maombi asubuhi ya leo, tumwambie Bwana arejeshe kibali ndani ya maisha yetu. Mungu arejeshe kibali. Shetani ambaye ameiba kibali, ameiba utambulisho wetu, arejeshe katika jina la Yesu Kristo. Mungu aingilie kati. Mungu aingilie kati. Unafanya mambo hayaendi, issue sio wewe, issue kibali chako. Unafungua biashara, wateja waje, issue kuna mtu akiajiriwa hata kwenye duka. Yaani ukimpata, unafanya ukimpata, akikaa dukani utauza mpaka utashangaa. Siku ukimfukuza unashangaa hamna kitu. Wewe nikwambie kibali, wewe katafute kampuni za Potifa baada ya Farao, baada ya Yusufu kuingizwa gerezani. Angalia waliendeleaje. Unakuta alifunga zile kampuni zote. Kwa nini? Alistawi kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Yusufu. Kwa sababu ya Yusufu. Gerezani kulichangamka kwa sababu kwa ajili ya Yusufu. Ngoja nikwambie, nataka uwe mtu ambaye ukikanyaga mahali panabadilika. Na Bwana aweke kitu kwenye maisha yetu ya kwamba tukiingia mahali panabadilika. Tukiingia mahali nuru inatokea. Tukiingia mahali mwanga unatokea. Tukikanyaga popote pale tunaona badiliko katika jina la Yesu Kristo. Yes. Yaani wewe ukiingia hapo ofisini kwenu, mabosi wanafurahia. Ukiwa kanisani watu wanafurahia. Ukiwa kwenye huduma, yaani uwe mtu mwenye kibali. Bwana Yesu atifiwe. Na kibali ndio utajiri wako. Kibali ndio umiliki wako. Kibali ndio maongezeko yako. Kibali cha Yusufu kulimfanya kuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri. Akakaa kwenye magari mazuri, kwenye majumba mazuri. Kwa nini? Kibali. Kibali. Nataka tujituombe hapa asubuhi ya leo, Mungu asimame upande wetu. Na kama kuna kona yoyote ambayo tulio kibali chetu, wakati mwingine ni wewe mwenyewe, maisha yako uko mbali na Mungu, huna mpango na Mungu, maisha ya uovu, maisha ya dhambi, maisha ya anasa, hujali maombi, hujali kufunga, sio mtu wa Mungu. Kwa hiyo nikwambie, kwa kufanya hivyo unatoa mlango wa moja kwa moja kuiba kibali chako. Na yeye niwaambieni, nataka niseme hapa asubuhi ya leo kwamba moja kati ya mlango mkubwa ambao watu wanaibiwa vibali vyao ni mlango wa uzinzi na uzinifu. Uzinzi unaiba kibali, hujapata kuona. Angalia mtumishi wa Mungu ambaye ni mzinzi, anakuwa garasa fulani hivi. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa giza, kuna watu ambao wanapokuja kuzini na wewe, wanachukua hicho kibali chako. Hawafanyi starehe na wewe, wanakuja kimkakati. Na ndio maana kuna watu wanateseka leo, hawaolewi, hawafanyi kazi, mambo ni magumu, uchumi mgumu, hawana heshima, kwa sababu gani? Wameshauza kibali chao kwa mauzinzi, kwa mauchafu, kwa viburi na maanasa ya ajabu. Na kuombea kwa Bwana leo, rudi kwa Bwana, tubu dhambi. Mwambie, ndio maana Yusufu alikataa kuzini. Alijua kwamba kinachofaa hapa sio starehe, ni issue ya heshima ya kibali chake. Ngoja nikuombee. Sema, Mungu Baba, mimi mtumishi wako nimetambua ya kwamba nimeibiwa kibali changu kwa ajili ya maisha yangu na njia zangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Nisamehe Bwana, samehe nafsi yangu, samehe roho yangu, samehe maamuzi yangu nilipofanya mambo ya aibu, ya kutisha, yasiyofaa mbele zako. Nisamehe Bwana, maana Mungu, nilikuwa na kazi imepotea, nilikuwa na biashara imepotea, nilikuwa nasoma nimeferi. Bwana, nimetambua ya kwamba ni kibali. Nilikuwa mahali pazuri, leo sina heshima tena, heshima yangu imeondoka. Nilikuwa kiongozi, leo nimetumbuliwa, nimetenguliwa. Ninaomba Bwana, usimame upande wangu, usimame upande wangu. Kibali ambacho nimepoteza kwa wakuu wangu, kibali ambacho
nimepoteza mbele zako, kibali ambacho nimepoteza kwenye familia yangu, kirudi leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kibali ambacho nimepoteza kazini, kibali ambacho nimepoteza mtaani, kwenye familia, kirudi leo kwa jina la Yesu. Nilikuwa na mali zimepotea, nilikuwa na heshima imepotea. Bwana, kibali changu kirudi leo. Kila madhabahu iliyoshikilia kibali changu na nyang'anya leo, na komboa leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe shetani, achia kibali changu, achia kibali changu, achia kibali changu, achia heshima yangu, achia heshima yangu, achia baraka zangu, achia ushindi wangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana, niinue kama ambavyo ulimuinua Yusufu, nami pia niinue. Sema, Bwana, nipe kibali cha kwako kama ambavyo ulimpa kibali Yusufu. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Niko mbele zako Alhamisi ya leo, ninaomba Bwana, sitoki hapa hadi unibariki, uniongezee neema na mafuta mabichi juu ya maisha yangu, maana nimezalauliwa sana, nimeteseka sana. Sasa Bwana, nakuja mbele zako, uniongoze. Endelea kuomba, endelea kuomba nitoba, endelea kufanya toba, endelea kuomba. Baba, muonekanie binti huyu, muonekanie kuolewa kwake, huyu kijana muonekanie kuoa kwake, waonekanie watumishi wako, waonekanie waombaji, waonekanie wahubiri, waonekanie watumishi wako, waonekanie hawa Bwana, kila mmoja ambaye amepoteza kibali, wafanya biashara, wafanya kazi, wakulima, wajasiriamali, kila mmoja ambaye amepoteza kibali, leo hii ninaamuru katika jina la Yesu Kristo, ulimwengu aliowagiza, rudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kibali cha biashara yake, kibali cha kampuni yake, rudisha CV yake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Mungu le hai, ninamtenga mbali na dhambi, mbali na kuonewa, ninamtenga mbali na kila uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, neema yako Bwana itembee nasi, tukakuone Bwana kwenye msimu mpya wa mwaka huu, tukakuone Bwana kwenye msimu mpya wa 2026. Tupe kumiliki, tupe kutawala, tupe kuongezeka. Mashariki iachilie kibali, kaskazini iachilie kibali, magharibi achilia kibali, kusini achilia kibali. Bwana, tupe neema ya kumiliki viwanja, kumiliki mashamba, kumiliki mijengo, kumiliki makampuni, kumiliki magari, kumiliki fedha. Tupe heshima Bwana, inua makazini, maofisini kwa jina la Yesu Kristo. Bwana mwenye nguvu zote akutetee, akupiganie, ainue kibali chako. Walipokuweka kwenye viungu, kwenye chupa, walipokufunika kwenye ndoo, wakutoe leo kwa jina la Yesu Kristo. Hizo chupa za baharini na kila mahali walikokuweka Bwana, ninatuma jeshi la damu ya Yesu Kristo, wakutoe huko, kibali chako kikurudie. Sema, napokea kibali changu, napokea heshima yangu, napokea utajiri wangu, napokea baraka zangu, napokea neema yangu. Sema, napokea sasa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, akutetee, akupiganie. Endelea kuomba, hata kama tunakata mtandaoni, wewe endelea kuomba. Bwana akupe ushindi, akupe kukupigania, akutangulie kwenye kila hatua ya maisha yako. Mungu yeye mwenyewe aliyekufanya uwepo leo, akuongezee kibali kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nami nikushukuru kwa ajili ya ratiba hii ya Alhamisi, na tunapokwenda mwishoni mwa wiki huu, usiache kusubscribe, usiache haya maombi hizo ukatafuta, unaweza kwa wale watatu mkakusanyika mkaomba pamoja, lakini pia usiache kumtumia na mtu mwingine, mkashare ili watu wengi wapate neema hii. Nikushukuru sana kwa kunifuatilia, na mimi ambaye nimekuletea kipindi hiki naitwa Father Helman Bernard Madale, kasisi wa msaidizi wa kanisa Anglikana Bartimayo Ubungo. Nikutakie siku njema Alhamisi, uwe na kazi njema, shughuli njema. Shalom, shalom.